China inadaiwa kwamba inajaribu kuvunja ngome za visiwa vya Marekani. Mkutano wa kila mwaka wa Shangri-La uliofanyika Singapore mwishoni mwa juma ni muhimu sana kwa kuchunguza misimamo ya kiusalama ya Marekani na China katika ukanda wa Asia Pacific. Hata hivyo, katika mwaka huu China haikutuma waziri wake wa ulinzi wala wajumbe wa ngazi za juu. Hata kikao kilichoandaliwa na China kilifutwa. Moja ya kauli zilizozua utata mkubwa ilitolewa na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, ambaye alionya kuwa China inalenga kuvamia Taiwan na kubadilisha kwa nguvu mlingano wa nguvu katika bahari ya kusini ya China na msururu wa kwanza wa visiwa. China imeendelea kuongeza uwepo wake wa kijeshi baharini kwa kasi. Mwezi uliopita ilituma idadi kubwa ya ndege za kivita na meli za kivita ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika njia zote za baharini, hali inayoonekana kama changamoto ya moja kwa moja kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika msururu wa kwanza wa visiwa. Ukuaji wa ushawishi wa kijeshi wa China, ukiwemo ule wa shughuli zake katika bahari ya Tasman na uhusiano wake wa karibu na mataifa ya visiwa vya Pacific, kunaweza pia kutishia ushawishi wa Marekani katika msururu wa pili wa visiwa. Makala hii inaangazia jinsi China inavyovunja msururu wa kwanza na wa pili wa visiwa kupitia upanuzi wa nguvu za kijeshi na kidiplomasia. Misururu hii ni sehemu ya mkakati wa Marekani ya kuzuia China na kuikwamisha kueneza nguvu zake nje ya maeneo haya. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC kupitia tovuti ya BBC Swahili, msururu wa kwanza wa visiwa unapita kutoka visiwa vikuu vya Japan kupitia visiwa vya Ryukyu, Taiwan, Ufilipino na kuishia katika pwani ya Vietnam. Msururu wa pili uko mashariki zaidi na unajumuisha visiwa vya Bonin vya Japan, visiwa vya Mariana ya Kaskazini, Guam, Palau na sehemu ya magharibi ya New Guinea. Vyombo vya habari vya Taiwan vinaripoti kwamba China inapeleka nguvu kubwa ya kijeshi katika bahari ya Njano iliyopo katikati mwa China na rasi ya Korea, bahari ya mashariki na kusini ya China pamoja na njia ya bahari ya Taiwan. Meli zake mbili na ndege za kivita Shandong zilizopo katika bahari ya kusini ya China na Liaoning karibu na Taiwan zinaashiria ongezeko kubwa la mzozo. Mwezi Mei peke yake China ilirusha zaidi ya ndege 70 za kivita katika eneo la ulinzi wa anga la Taiwan kwa siku kadhaa na kufanya mazoezi karibu na eneo la Fujian katika kumbukumbu ya kuapishwa kwa rais wa Taiwan William Lai. Kundi la meli za Kichina kutoka mashariki mwa maeneo makuu matano ya kijeshi ya jeshi la watu wa China PLA lilivuka bahari ya Pasifiki Magharibi kupitia njia ya baharini ya Miyako. Wakati huo huo, meli na ndege za Liaoning zilifanya mazoezi yake ya kwanza kuchukua ndege na kutua katika bahari ya mashariki ya China mwishoni mwa mwezi Mei. Mvutano pia uliibuka katika bahari ya Njano ambapo China ilianza ujenzi karibu na kisiwa kinachoambatanishwa cha Suwan. Miundo iliyotarajiwa kukamilika mwaka 2025 itasaidia helikopta kutua na kuruka pamoja na kuweka mifumo ya rada na sonari chini ya maji kwa ajili ya shughuli za kijeshi. China pia inapeleka mabomu aina ya H-6 kwenye kisiwa cha Wood katika visiwa vya Paracel, jambo ambalo limepunguza muda wa majibu ya kijeshi. Wachambuzi na waandishi wa habari nchini China wanaona kuwekwa kwa nguvu hizi kama mafanikio ya kimkakati dhidi ya udhibiti wa Marekani katika msururu wa visiwa vya kwanza. Lakini je, China inanufaika zaidi? Katika hatua ya kihistoria, kwa mara ya kwanza China ilitumia meli zake zote mbili na ndege za kufanyia mazoezi nje, siku ambayo pia Marekani ilitumia meli zake za kubebea ndege Nimitz na ile ya George Washington katika bahari ya kusini ya China na Pasifiki Magharibi. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wa China wanasema meli hizo za kubebea ndege zinajaribu kuzuia msaada wowote wa Marekani au ushirikiano kati ya Japan na Ufilipino. Waandishi wa habari walihoji kuwa Marekani iko katika nafasi dhaifu kwa sababu Nimitz inakaribia kuharibika na ile ya George Washington ilikuwa imetoka tu kufanywa ukarabati. Pia wanahoji kama Marekani inaweza kukabiliana na meli tatu za kubebea ndege za China kwa wakati mmoja, hasa meli za ndege za Fujian inayokaribia kuanza huduma zake baada ya majaribio yake ya 8 ya baharini. Li Rongmao, mchambuzi wa masuala ya China, anasema uhamishaji wa ndege hizo na vikosi vya wanajeshi 9,000 kutoka Okinawa kwenda Guam na Hawaii pamoja na wanajeshi wengine 4,500 kutoka Korea Kusini kwenda Guam kunaashiria kuondoka kimkakati. Maeneo haya sasa yako ndani ya urefu wa makombora ya hypersonic ya China ya DF-17
Hata hivyo, Japan imeripoti kwamba meli za kivita za China Liaoning zilivuka kwa mara ya kwanza katika eneo la pekee la kiuchumi kisiwa cha Minamitori na kupelekea kwa kuvunja msururu wa pili wa visiwa. Siku moja baadaye, meli za Shandong zilionekana zikifanya operesheni kilomita 550 kusini mashariki mwa kisiwa cha Miyako. Hii ilikuwa operesheni ya kwanza ya pamoja ya meli zote mbili za ndege za China katika bahari ya Pasifiki Magharibi. Picha ya ndege hizo mbili za kivita ya kizazi cha 6 za China, Chengdu J-36 na Shenyang J-50 pia zimeonekana. Wachambuzi wanaamini kwamba aina hizi mpya zenye uwezo wa kufika umbali wa kilomita 3000 zimetengenezwa kwa ajili ya kutumika kwenye meli za kubebea ndege. Mwezi Februari, jeshi la majini la China lilifanya mazoezi yake ya kijeshi kwa mara ya kwanza kabisa katika bahari ya Tasman, upande wa kusini mwa Pacific, katika eneo la mashariki mwa Sydney. Hatua hiyo ilitia hofu Australia na New Zealand, hasa wakati ambapo Australia ilikuwa katika juhudi za kurejesha udhibiti wa bandari ya Darwin iliyokodishwa kwa miaka 99 kwa kampuni ya Landbridge ya nchini China. Uhusiano unaozidi kuimarika wa kidiplomasia wa China pia unazua wasiwasi. Mnamo mwaka 2023, visiwa vya Solomon vilivyosaini mkataba wa usalama na Beijing unaoruhusu polisi wa China kuwafundisha maafisa wa usalama wa ndani. New Zealand ilipinga mkataba kama huo kati ya China na visiwa vya Cook mapema mwaka 2024. Baadhi ya mataifa ya Pasifiki pia yamekatisha uhusiano na Taiwan na kuhamia upande wa Beijing, yakiwemo visiwa vya Solomon, Kiribati mnamo mwaka 2019 na Nauru mwaka 2024. Washirika wa pekee wa Taiwan waliobaki katika eneo la Pacific ni visiwa vya Marshall, Palau na Tuvalu, ambapo wawili kati yao yana mikataba ya ulinzi na Marekani. Palau inachukuliwa kuwa muhimu kwa mnyororo wa pili wa visiwa inayoripotiwa kuwa chini ya shinikizo la kiuchumi kutoka Beijing na iachane na Taipei. Mwezi Mei, China iliandaa mkutano wake wa 3 na viongozi wa visiwa vya Pacific huko Xiamen, ingawa hakuna makubaliano ya kijeshi yaliyofikiwa. China iliahidi msaada unaohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na dola milioni 2 na kujadili ushirikiano wa kibiashara na wa baharini. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi yanayotokea wakati huu, lakini kubwa ni kile ambacho China inavyojaribu kuvunja ngome ya visiwa vya Marekani. Endelea kuwa nasi wakati wote na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.